Ujasusi wa hali ya juu unadaiwa kutumika kumuua msemaji wa kundi la M23 anayefahamika kwa jina la Willy Ngoma. Msemaji huyo ambaye imetangazwa kupitia jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC ambalo limethibitisha kuwa limetekeleza mashambulizi katika mji wa Rubaya mashariki mwa taifa hilo siku ya Jumanne na kumuua Willy Ngoma, msemaji wa kundi la M23. Inadaiwa kwamba ujasusi wa hali ya juu umetumika na kwa kutumia ndege isiyokuwa na rubani jeshi la Kongo limeweza kumuua msemaji huyo wa M23. Msemaji huyo aliuawa kupitia shambulio la angani lililotekelezwa na FARDC katika eneo la Rubaya mnamo Jumanne usiku, shambulio ambalo liliwaacha viongozi kadhaa wa M23 majeruhi. Tukio hili linajiri wiki chache tu baada ya taifa la DR Congo kuipa kampuni za Marekani leseni za kuchimba madini. Shambulio hili lilitekelezwa kwa kutumia ndege zisizokuwa na rubani na kumuua Willy Ngoma ambaye alikuwa amepanda cheo katika kundi hilo na kuwa luteni kanali, na inasemekana lilifanywa kwa uangalifu na kwa kutumia ujasusi wa hali ya juu. Ndege zisizokuwa na rubani au drone za kijeshi zilizokuwa na kamera ambazo humuonyesha mtu anayeziendesha picha za mtu au kitu wanachokilenga katika mashambulizi hutekelezwa, na hiki ndicho ambacho kimetokea wakati wa mashambulizi ya kumuua Willy Ngoma. Mapema mwezi huu msemaji wa M23 Lawrence Kanyuka alisema kuwa kundi hilo liliharibu jengo moja lililokuwa katika uwanja wa ndege wa Kisangani ambao lilikuwa na drone ambazo zilikuwa zinatarajiwa kutumika kuwashambulia. Colonel Nanga, kiongozi wa M23, amesema watashambulia viwanja vya ndege na kuwa watadungua drone zote zitakazowalenga. FARDC imesema kutekeleza shambulizi hilo kwa kutumia ndege zisizokuwa na rubani, huku mapigano makali yakiripotiwa eneo la Minembwe kusini mwa Kivu pamoja na maeneo mengine kama Walikale, Masisi, Rushuru na Kivu Kaskazini. Kutumika kwa droni hizi kuwalenga viongozi wa M23 kunaonekana kama mwamko mpya wa vita hivi. Kuuawa kwa Willy Ngoma kwa shambulio la angani linaonyesha nguvu ambayo imeanza kutumika katika vita vya kudhibiti kundi la waasi wa M23. Kando na kifo cha Willy Ngoma, inahofiwa kuwa wapiganaji wa M23 na viongozi wa kundi hilo ni miongoni mwa waliofariki katika shambulizi hilo. Matumizi ya ndege zisizokuwa na rubani na FARDC zimeripotiwa kuongezeka siku za hivi karibuni, kunaonyesha nguvu ya ziada jeshi hilo iliyokuwa nayo ikija katika kutekeleza mashambulizi ya angani. Juma lililopita, jeshi la Kongo lililaumu M23 kwa kushambulia vituo vya kijeshi. Pande zote mbili zinapozidi kulaumiana kuhusu nani anaanza mashambulizi na kukiuka makubaliano ya kusitisha vita, kifo cha Willy Ngoma kinaweka makubaliano hayo yaliyofikiwa katika njia panda. Willy Ngoma alijulikana kama mkosoaji mkubwa wa Rais Felix Tshisekedi na alipenda kusema kuwa anajua mifumo yote ya chama cha UDPS, kwani aliyokuwa mwanachama wa chama hicho. Umoja wa Mataifa umemwekea vikwazo Ngoma mwaka 2023 kwa kusema anaendelea kushiriki katika vurugu inayotekelezwa na M23 ikiwemo mauaji, utekaji nyara, uwizi, kuwasajili watoto kupigana, biashara haramu ya madini na mambo mengineyo. Lakini moja kati ya mambo sasa ambayo natazamwa katika eneo hilo la mashariki mwa Kongo ni nini ambacho kitatokea baada ya kifo cha Willy Ngoma, msemaji wa kundi la M23. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba hii itaifanya M23 kulipa kisasi na huenda katika eneo hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kukaibuka mapambano zaidi. Lakini pia ni ishara nyingine kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia jeshi lake FARDC ni kwamba limekuwa na silaha za kutosha za kuweza kulidhibiti kundi hilo, na inadaiwa kwamba sasa mpango wa jeshi la FARDC ni kuwadhibiti viongozi wa kundi hilo, lakini pia mapambano makali zaidi kwa kutumia silaha za hali ya juu, ikiwa ni pamoja na drone pamoja na ujasusi wa hali ya juu. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Utapata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.